Mimi naitwa Fred Kandonga, ni mkuu wa kanda ya Ziwa wa mfuko wa mawasiliano kwa wote. Niseme tu kwamba ujenzi wa minara 758 umekamilika, ambao umejengwa kwenye kata 688 na jumla ya Watanzania takriban milioni 8.7 wameweza kupata huduma za mawasiliano. Ni mradi ambao ulianza mwezi Mei 2023 na hatimaye ilipofika mwezi Disemba 2025 mradi umekamilika, tayari minara imejengwa na wananchi wanapata huduma za mawasiliano. Na pia nitoe taarifa kwamba kwa wakati huu mwezi wa 12 mwaka jana 2025, miezi kama miwili iliyopita, tayari tumesaini mkataba wa ujenzi wa minara 201 ambapo kanda ya Ziwa ujenzi utafanyika kwenye kata 67 katika mikoa ya kanda ya Ziwa, nikimaanisha mkoa wa Mara, Simiyu, Shinyanga, Mwanza, Geita na Kagera. Minara 67 inaenda kujengwa na ujenzi wake au kukamilika kwake ni fursa kubwa kwa wananchi, kwa maana ya kwamba inaenda kufungua jamii ambayo inaishi kwenye maeneo hayo. Tunajua jinsi ambavyo ilivyo umuhimu wa mawasiliano katika masuala ya uchumi, katika masuala ya kijamii. Bila huduma za mawasiliano, mimi naweza kusema kidogo unaweza kawa kama haujakamilika, kwa maana ya kwamba itakufungua. Katika hali ya kawaida tu, mtu akinyang'anywa simu risali moja tu utamuona hana amani, lakini uwepo wa mawasiliano kwenye maeneo hayo unaenda kufungua shughuli za uchumi, masuala ya huduma za fedha hizi za M-Pesa, Tigo Pesa, T-Pesa, masuala ya kuuza na kununua bidhaa kwenye maeneo haya, masuala ya kupata huduma za afya, kuweza kuwasiliana, huduma za elimu na huduma nyinginezo kimsingi zinaenda kuboreshwa kupitia ujenzi wa minara hii 201 ambayo inakuja, lakini pia kwenye hii 758 ambayo imeshakamilika. Tayari maeneo hayo yameshafunguliwa kiuchumi, yameshafunguliwa kijamii. Hii inaenda kukamilika ndani ya miezi 15 kuanzia Disemba, takribani mwezi wa 3 mwaka kesho. Hii minara itakuwa imeshakamilika. Na niseme tu ni kipindi cha juu cha kukamilisha, lakini baadhi ya minara itakamilika kabla huo muda wa miezi 15. Naomba wananchi wapokee, kwa maana ya kwamba waendelee kutoa ushirikiano kwa UCSAF na watoa huduma ambao wanaenda kujenga kwenye maeneo yao. Kuna baadhi ya maeneo katika ujenzi wa minara watahitaji wapitishe barabara kwenye ardhi zao. Kuna mahali wataenda kuongea nao ili waweze kujenga minara. Kuna sehemu pia wananchi wanajitolea kwa ajili ya kusafirisha vile vifaa vya kujengea minara. Kwa hiyo waendelee kutoa ushirikiano ili mwisho wa siku tuhakikishe kwamba popote alipo Mtanzania anapata huduma za mawasiliano bila kujali yuko eneo gani, kama ni kisiwani, kama ni mlimani, kama ni sehemu ambayo kidogo ambayo yeye anajiona ametengwa, tunamhakikisha kwamba atapata huduma za mawasiliano.